Natoa salamu kwa wale wote ambao wamepewa zabuni mbalimbali kuzikamilisha kwa wakati. Kila mkandarasi huko aliko akimbizane, wa vifaa apeleke vifaa, ni watofali, ni wambao, sijui ni fundi, ni nani, wote wakimbize wapeleke vifaa vinapotakiwa kwa wakati. Anza kujitizama, kwa sababu na wewe tutakupitia. Sijui unanipata vizuri? Fanya kazi yako kwa weledi inavyotakiwa. Fedha mnayo tangu mwezi wa 6 mwaka jana. Nimekusikiliza vizuri hapa, unaniambia changamoto, hela imeingia sijui mwisho wa mwaka na nini. Lame excuses. Sitaki kusikia hivyo vitu. Zamani tulikuwa tunapiga kelele hatuna fedha. Nyie mna fedha, mnasema changamoto, hela imekuja sijui mwaka sijui umefanya. Haya, mwezi wa 6 tarehe 20 ngapi hiyo? Mwezi wa 6. Mwezi wa 8 unasema ulikuwa unatafuta vifungu umepewa mwezi wa 8. Kuanzia mwezi wa 8 unanipa yale majibu nisiyotaka kuyasikia mara. Nimeshapiga marufuku. Sitaki kusikia mtu ananiambia kwamba mchakato. Tulikuwa tunafanya mchakato, tunazunguka mchakato. Sijui umepewa hela, unaanza mchakato, unasema nesti mchakato. Tangu mwezi wa 8 mpaka wa 12 ni mchakato. Mchakato wa kupata mafundi. Kwa hiyo kuanzia mwezi wa 6, haya tumepata vifungu mwezi wa 8. Wa 8 mpaka wa 12 mchakato. Mchakato wa nini? Mmeshakataa maneno haya, mnatumia maneno, mnasema lugha nyepesi. Mnafumba watu mchakato, mkawaambia watu wengine mchakato bwana. Mimi mchakato wangu ni kazi. Fedha unayo, kwa wakati ingia site. Haya, kwa hiyo mchakato kuanzia mwezi wa 8 mpaka wa 12 mchakato. Kwa mwezi wa 12 ndo anakuja fundi naye. Fundi naye akija naye mchakato. Mwezi wa 4 unatakiwa uingize wanafunzi, madarasa yako katika hali hii. No. Sijui unaelewana? Wewe na kamati yako. Nikuelewa. Sitaki kusikia hiyo. Mkurugenzi, tusaidie kuwa karibu na hawa watu. Mheshimiwa DC hapa kazi usiku na mchana. Nataka hapa lazima wanafunzi waje. Mimi na wasogeze. Mmesema msogezewe mpaka mwezi wa ngapi? Mwezi wa 6. Hakuna wa 6. Wa 5 katikati hapa. Hapa. La sivyo watu watakuwa ndani, wa kwenda jela tutapeleka, huyu wa kumblacklist mkoa wa Mara tutamblacklist hapa mwezi wa 5 katikati. Hii kazi iwe imekamilika. Natoa salamu kwa wale wote ambao wamepewa zabuni mbalimbali kuzikamilisha kwa wakati. Kila mkandarasi huko aliko akimbizane, wa vifaa apeleke vifaa, ni watofali, ni wambao, sijui ni fundi, ni nani, wote wakimbize wapeleke vifaa vinapotakiwa. Na fedha zipo. Sioni sababu ya kuchelewesha kazi hizi. Tutawajia sasa mmoja baada ya mwingine. Na tukija huko hatutaki kusikia porojo za kisiasa, za michakato. Mchakato. Umeniambia tatizo la kwanza hela kutafuta vifungu, mchakato. Mwezi wa 1 mpaka wa 12 uko kwenye mchakato. Changamoto yako nyingine ya pili? Vifungu vya hivyo tumeshatoka, ndo mchakato uliokuwa unaniambia mchakato wa vifungu vya nest. Nimeshasema hiyo ni marufuku mkoa wa Mara. Nisisikie sijui changamoto ya nest, nisisikie mchakato. Fedha hipo, taratibu zifatwe, kompyuta inarahisisha mambo bwana. It's within a week, 2 weeks you are done. Unaenda kwenye mambo mengine, sio mchakato. Inakuwa nafuu tulivyokuwa tunabeba makaratasi yale. Nisisikie hayo mambo. Sawa mkuu. Changamoto nyingine unaniambia unashindwa kuleta mawe site. Kama unakumbana na changamoto, unaona huyu mtu anakuwa kero, wasilisha kwa viongozi wako. Mkurugenzi yupo mheshimiwa mkuu wa wilaya hapa. Wajulishe. Wao wakishindwa kuchukua hatua, they will inform me. Na mimi nitaona kama linanishinda, tutakwenda juu zaidi. Lakini sio hizi kauli ninazozisikia hapa kwamba nafanya kazi na mhandisi tu. Na mhandisi alafu ndio wewe uwe wa kuwabeba watu. Mheshimiwa mkoa, huyu mzabuni huyu ni changamoto sana.
Last time tulienda Nyanungu, nafikiri uliona ile changamoto ambayo ni address pale. Lakini pia kuna shule ya Sabasaba inajengwa hapo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa limekamilika kwa nguvu. Mpaka nilipomtishia kwamba atakuwa anakutoa ndani unaenda kupeleka material. Ndipo material alienda site. Kwa mimi nafikiri kwa mzigo aliokuwa nao tutafute njia nyingine mkurugenzi. Hatuwezi kuwa tunamwendekeza namna hii. Kila mradi ameshika aina, sio Tarime peke yake. Mpaka wilaya nyingine, mpaka Bunda na miradi. Kwa nafika tu anazidiwa. Tunakuwa tunakwama na hii miradi. Mkandarasi ambaye ana supply vifaa hapa ni tatizo kubwa. Na mzabuni ni tatizo kubwa sana. Na hata juzi tumeita kikao hapa, amefikia hatua ya kudharau hata kamati ya ujenzi. Anawaambia si watambui, namtambua mhandisi. Sasa hili tulikuwa tunakuja nalo wiki hii, lakini kwa bahati nzuri mkuu wa mkoa, kwa sababu kwa nini zimechelewa ndio swali. Uchiraji wa mbao mara ya kwanza leta tofauti tulizikataa. Mbao alikuwa ametibu kwa dudukila, tukawa tumezikataa. Kwa hiyo tulimwagiza atuletee mbao ambazo zimebi pressurized by pressure, hizo zimebi treated, zimechemshwa na dawa, sio zile dawa kupaka. Yeye alikuwa amechovya. Ndio changamoto ambayo ilitokea hapo. Muda gani? Tulimpa wiki 2. Toka zile wiki 2 zimeshaisha, ndio maana nilifuatilia wiki hii akanaidi mbao kitu ambacho kwa kimemkwamisha ni certificate ambayo be treated by pressure. Ndio. Mfikishie salama. Sawa mheshimiwa. Namna ya kumchukulia hatua huyu mzabuni. Sawa mkuu. Muanze kupitia kwanza mpate taarifa katika mkoa wote wa Mara. Yeye amebid tenda wapi na ameshinda tenda wapi kwenye mkoa wetu. Sawa mkuu. Fuatilie sehemu zote anazo toa huduma 14 days ili tuweze kuchukua hatua stahiki. Haya mengine yote haya ni majibu tu, lakini sio majawabu. Tunaelewana? ndio. Hatutaki majibu sisi. Tusema yatolewe majawabu mkoa wa Mara. Sio kutoa tu visingizio hivyo, no. Nitarudi hapa wiki ya kwanza. Wiki ya kwanza mwishoni ya mwezi wa 5 nikute hii hali imebadilika. Na wewe nataka kuanzia sasa kila wiki nipate taarifa. Kila wiki picha na nini nipate. Panaendeleaje hapa. Ili kama kuna wakupeleka ndani tupeleke haraka. Tuchukue hatua za kisheria. Asante.